Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia mimi, lakini pia kuwajalia nyinyi kuwa na afya njema, na hatimaye tumepata fursa na wasaa wa kuweza kukutana katika kongamano hili muhimu sana la amani. Lakini pili, nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza chini ya mwenyekiti Baba Askofu Sekelwa, lakini pia Sheikh Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Na nitumie fursa hii pia kuendelea kutoa nyongeza ya shukrani kwa kaka yetu ambaye pia ni mmoja kati ambaye ametusaidia sana kuwezesha jambo hili kutokea, Mheshimiwa Lazaro Nyarandu, waziri mstaafu. Mheshimiwa Nyarandu, asante sana. Lakini niwashukuru nyie viongozi wa dini mbalimbali, wa dini ambazo zimekusanyika katika ukumbi huu kwa ajili ya kongamano hili lenye nia ya kukumbushana masuala mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu. Mmetimiza wajibu wenu, lakini pia mnaendelea kuijenga nchi yenu kupitia kauli zenu. Asanteni sana. Maana nchi hii itajengwa na Watanzania wenyewe, lakini pia hata kama kuibomoa nia wenyewe, pengine wageni wanaweza kushirikishwa katika ubomoaji, lakini hakuna mgeni atakayekuja bila kushirikiana na mwenyeji. Lakini nyie mmesimama imara kupitia kauli zenu, mawazo yenu, kutaka kuimarisha na kuijenga nchi yetu iendelee kuwa nchi ya amani, haki, upendo na mshikamano. Asanteni sana. Lakini niwashukuru pia waandishi wa habari. Wakati naingia hapa niliona Star TV wako mubashara na vyombo vingine, mitandao ya kijamii. Asanteni sana wanahabari. Wanahabari wanao mchango mkubwa sana katika ujenzi au ubomoaji wa nchi. Wanapotumia kalamu zao vizuri wataijenga nchi yetu, lakini wakitumia kalamu zao vibaya pia wanaweza kuharibu nchi yetu. Kwa hiyo wanahabari, tunawashukuruni sana kwa kuja na kuendelea kuwahabarisha wananchi wa mkoa wa Mwanza ili waweze kupata taarifa sahihi na waweze kushiriki katika mchakato unaoendelea wa uchaguzi mkuu ndani ya nchi yetu na ndani ya mkoa wetu. Asanteni sana wanahabari. Sasa mimi ninayo maneno machache. Baada ya shukrani zangu hizo na pongezi kwenu, neno langu la kwanza ni kuhakikishieni kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa wa Mwanza kwamba Mwanza tuko salama. Nataka niwahakikishieni nyie na wale wanaotutazama na kutufuatilia kwamba serikali ya mkoa wa Mwanza na vyombo vya usalama na ulinzi katika mkoa wetu tumejipanga ipasavyo kuhakikisha kwamba nchi yetu inaingia na kumaliza huu mchakato wa kikatiba wa uchaguzi katika mkoa wetu kwa salama na kwa amani. Mkoa wetu ni mkoa mkubwa sana, ni mkoa wa kimkakati, ni mkoa ambao una raia milioni 3.6, tukiongozwa na mkoa wa Dar es Salaam ambao wako watu zaidi ya milioni 5. Kwa hiyo maadui wa usalama na maendeleo wanapoamua kutengeneza mipango ya kuchafua nchi, miongoni mwa maeneo ambayo ni lazima waje ni mikoa ambayo ina ushawishi wa kisiasa na kiuchumi, na mkoa wetu una ushawishi wa kisiasa na kiuchumi.
kwa sababu ya idadi kubwa ya watu, lakini pia mkoa wetu unachangia 7.6 ya uchumi wa taifa letu, yani GDP, tukiongozwa na mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mkoa wa kimkakati. Pamoja na hayo, nataka niwahakikishieni wanasemina, wadau wa amani na maendeleo, wana Mwanza, kwamba serikali inafahamu na tutatimiza wajibu wetu wa kuwalinda raia na mali zao wa mkoa wa Mwanza katika kipindi hiki, kipindi cha uchaguzi na hata baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba ya mwaka huu. Kwa hiyo tuwe na amani, twendeni tujitokeze kwenda kupiga kura bila hofu yoyote, mkiamini kwamba serikali iko kazini na itatimiza wajibu wake. Lakini ndugu mwenyekiti mwenza au mwenyekiti wenza na Mheshimiwa Nyaranda, mimi ninaamini kwamba sisi sote tunao uhuru wa mawazo yetu, tunao uhuru wa kutoa maoni, na hata baba wa taifa aliwahi kusema tunao uhuru wa kujadili, kuwa na mawazo tofauti, lakini pia mawazo haya hayatakiwi kupigwa rungu, isipokuwa tuendelee kuelimishana, tuendelee kukumbushana, na sisi kama wana Mwanza tunaweza kutofautiana katika baadhi ya mambo, lakini tofauti zetu zisitupelekee kwenye uhasama na kuhatarisha amani na usalama wa mkoa wetu wa Mwanza. Maana sisi kama jamii hatuwezi kuwa na mawazo yanayofanana, haiwezekani. Hata mimi na shehe wa mkoa wakati mwingine katika baadhi ya mambo yasiyo ya kiimani tunaweza kuhitilafiana, lakini hatuna uhasama. Tunatofautiana, tunaambiana basi ili wewe kwa unavyoona nenda kaendelee na. Tukishamaliza hapo jioni tunakunywa kahawa, tunaendelea na maisha, kwa sababu maisha ni lazima afanye nini? Yaendelee. Kwa hiyo tuendelee kutofautiana katika mawazo, lakini tusifanye mawazo hayo au kutofautiana huko kuwe ni mwanzo wa uhasama, uadui na kuhatarisha amani yetu. Wanasemina wote hapa wameeleza mambo mengi, wakisisitiza na kukumbusha umuhimu wa amani, lakini wametutaka sisi wanajamii na serikali pia kuto kubweteka, kwa sababu amani sio kitu ambacho ni static, ni kitu ambacho kinaweza kubadilika. Leo amani ipo, kesho amani inaweza kutokuwepo. Amani si kitu cha kudumu, ni kitu kinachojengwa, kuimarishwa. Sasa mawazo na maoni yenu sisi kama serikali tumesikia. Pale ambapo serikali tunatakiwa kutimiza wajibu wetu ili kulinda amani yetu, serikali tutafanya hivyo, na pale ambapo wananchi wanatakiwa kutimiza wajibu wao ili kulinda amani hii, pia tunaomba wananchi watimize wajibu wao. Lakini wananchi hao wanaongozwa na sisi viongozi wa dini. Kwa hiyo na sisi viongozi wa dini, Rais Samia anaosema tusikubali kuchokozeka. Kipindi kama hiki wako watu ambao wanaandaa chokochoko ili kuhatarisha usalama na kuondoa amani. Watu hao wanaweza kutumika kupitia dini, kupitia asasi mbalimbali, hata ndani ya serikali. Rais anatutaka tusikubali kuchokozeka, tusikubali kutoa kauli sisi viongozi wa dini kali ambazo zinaweza kuleta madhara makubwa baadaye. Maneno ni kama risasi, ikishatoka haiwezi kurejeshwa tena kule ilipotoka, lakini madhara yake yanakuwa ni makubwa kweli kweli, na hata pale unapotaka kuyasalimisha madhara yake yatachukua muda mrefu,
na gharama kubwa. Rai yangu ni kwa viongozi wa dini kuwa wastahamilivu, wavumilivu. Pale tunapoona kuna mambo hayaendi sawa, serikali iko tayari kukosolewa, lakini tumeelezwa hapa na viongozi pia iko staha, iko nidhamu ya ukosoaji, kwa sababu tukikosoana kwa chuki, tukikosoana katika misingi ya jinsia, tukakosoana katika misingi ya imani zetu, ukosoaji huo unaweza ukatafsiriwa kwamba ni uchochezi na una lengo la kuwagawa watu. Kwa hiyo tukosoane kwa hekima, kwa ustaarabu, na sisi tunaokosolewa tukiwa kama ni serikali tukubali kukosolewa, kwa sababu tutakapokubali kukosolewa tutarekebisha yale ambayo hayawavutii wananchi. Ndipo mnaposikia kwamba serikali ni sikivu, kwa sababu unaposema serikali sikivu ni kwamba tunayasikia yale ambayo hayawapendezi wananchi wetu, hayawapendezi viongozi wa dini, na wananchi na viongozi hao wa dini haifaidi. Kwa hiyo tukipuuza, tusipowasikiliza, maana yake tunamomonyoa msingi imara wa amani yetu. Lakini serikali imeweka sheria ili haki iweze kutendeka. Ndio maana ziko sheria mbalimbali ili yoyote anayevunja haki ya mwingine, hata ikiwepo serikali yenyewe. Ndio maana katiba inaruhusu hata serikali kushtakiwa mahakamani. Hata mwananchi anao uwezo wa kuishtaki serikali mahakamani mwananchi anapoona iko haki inavunjwa na serikali yake. Kwa hiyo sheria zinawekwa ili kuimarisha mfumo wa utoaji wa haki. Pale haki inapokosekana, pale wajibu usipokuwepo, ndipo misingi hiyo ya kisheria inafanya kazi ili kustawisha haki na upatikanaji wa amani katika nchi yetu. Mwisho nimalize kwa kusema amani inapotoweka au opposite ya kutokuwepo kwa amani ni uwepo wa vurugu, uwepo wa vita. Lakini viongozi hapa nimesikia mkisema katika vita siku zote hakuna mshindi. Yako mataifa makubwa yalidharau mataifa madogo, wakaingia kwenye vita. Leo tunashuhudia mwaka wa 3 wanapigana, rasilimali fedha, rasilimali vifaa, watu wanakwisha, lakini hakuna aliyeshinda. Mwisho wao wenyewe wanasema tusaini mikataba ya amani, wanarudi kule kule katika misingi ya ujenzi wa amani. Kwa hiyo sisi kama taifa, kama wana Mwanza, hatuna haja ya kufika huko, kwa sababu hakuna faida ya kufanya hivyo. Lakini nimalizie kwa kusema naibu waziri mkuu ana msemo unaosema watu ni wale wale. Sisi hapa tuko katika ukumbi huu, wengi ni viongozi wa dini, lakini baadhi yenu hata waumini wenu jioni tutakutana nao pale sokoni. Tukikutana nao kule sokoni, wale sio waumini wala sio kondoo, bali wanageuka kuwa wafanyabiashara. Kwa hiyo sisi serikali, wale ni wateja wetu. Nyie ni wateja wetu wanapokuwa kwenye nyumba zenu za ibada, na mnawaita majina. Kama ni Waislamu nasema hawa ni Waislamu waumini wa dhehebu fulani, lakini wakishamaliza ibada, wakirudi nyumbani, wakiingia kwenye soko, sisi wale hatusemi ni waumini, wale tunawaita ni wafanyabiashara. Tuna sheria zetu ambazo zinawadhibiti wale. Kwa hiyo watu ni wale wale, inategemea na muktadha gani unakutana nao. Ukikutana nao huko kwenye mikutano ya kampeni, wanaitwa makada wa vyama mbalimbali. Ukikutana nao kanisani ni waumini, ukikutana nao sokoni ni wafanyabiashara. Kwa hiyo watu ni wale wale. Kwa hiyo akienda sokoni
viongozi wa soko wakimpa salamu za amani na upendo, akienda msikitini akakutana na salamu za amani na upendo, akienda kwenye mikutano ya kampeni salamu zikawa na za amani na upendo, mtu huyo atakuwa mtu bora, ameimarika. Lakini akienda sokoni anahubiriwa vingine, akienda msikitini na kanisani anapewa ujumbe mwingine, mtu huyo pia anaweza kubadilika. Kwa hiyo watu wetu ni wale wale, tunawategemea katika maeneo mbalimbali, na ndio maana tunaitana sisi kama serikali na nyie kujenga misingi ya kuwaimarisha watu wetu, kwa sababu watu ni wale wale. Ninawashukuruni sana viongozi kwa uvumilivu wenu. Endeleeni kuwa wastahimilivu, endeleeni kutumia busara na hekima katika kuelimisha wananchi kuhusiana na uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Lakini nimalize kwa kusema serikali yetu, wakati wote viongozi wa dini wanapokuwa na mambo wanayoyaona hayako sawa, wanayo fursa pia ya kuomba kukutana na viongozi wakuu wa serikali, wakakutana nao, wakasikilizwa na wakatoa maoni na ushauri wao. Tumekuwa tukishuhudia viongozi wetu wakifanya hivi. Kwa hiyo hizi ni njia bora zaidi za kufanya ili kuimarisha na kuleta umoja, mshikamano na upendo katika taifa letu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dini mbalimbali, amani, haki na upendo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.